Majina yangu ninaitwa Epafra Shedrack Nyambalo kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Leo nimetamani kuzungumza na wewe juu ya ndugu mmoja anaitwa Joram Nkumbi, lakini pia kutokea kwa Joram Nkumbi ni kufahamishe jambo moja ambalo nimejifunza kwake. Na mara ya kwanza ninamfuatilia, niliona amepakia kwenye mtandao wake wa kijamii video ikizungumza habari ya kijana ni nani. Na hiyo video niliona kwenye ukurasa wa ndugu mmoja anaitwa Malisa. Kwa hiyo aliweka akisema kijana ni nani? Kijana ni mtu mwenye mkururo wa fikra zenye jazanda za ukuu. Kijana sio kwenda mwendo wa alijoju, mwendo wa magamaga, huo sio ujana. Tangu hapo nikaanza kumfahamu Joram, nikafahamu kuwa ni balozi wa BAKITA, Baraza la Kiswahili la Taifa, na akihamasisha jamii ya Kitanzania kuzungumza Kiswahili fasaha, Kiswahili mujarabu. Sasa kwa muda wote tangu nimemfahamu, nikaona video zake wakati wa P.L. Lumumba alipokuja chuo kikuu cha Dar es Salaam akizungumzia habari za kumagulify Afrika. Nikawa ninaona muendelezo. Joram amekuwa akifanya jambo moja la kuzungumza Kiswahili, kufanya ulumbi kila pahala, na hilo limemtambulisha kwa jamii, limempa fursa, na aliliona kuwa ni gepu lililokuwa limeachwa, na hapo basi anapata pia na mkate wake wa kila siku. Hivyo kumbe hata mimi na wewe tukiamua kufanya jambo moja kwa uzuri, kwa muda jinsi unavyoenda, kumbe tunaweza tukafanya vizuri. Tutawekeza nguvu, tutawekeza uwezo, tutawekeza rasilimali kwenye hilo, na hilo basi litatambulisha kwenye jamii. Unaweza ukajiuliza jambo hilo ni lipi basi kwako wewe? Mimi ninachotamani kukwambia ni wewe unapaswa tu kutazama ni wapi uwezo wako mkubwa uliko. Ni jambo gani ambalo umewahi kulifanya ukapongezwa, ulilifanya kwa uzuri zaidi, hata wewe likakupa furaha, ukafurahia matunda ya lile jambo, basi hilo jambo litakuwa ni jambo lako. Lakini kila mtu amezaliwa na uwezo. Mimi kuna kitabu hapa huwa ninakisoma cha Bishop T.D. Jakes kinaitwa Instinct, The Power to Unleash Your Inborn Drive. Humu anazungumzia habari za kwamba wewe umezaliwa na uwezo, na mpaka ukifika kwenye hiyo level to the core ndio ambako unaweza ukaugundua huo uwezo wako. Kwa hiyo kuna kitu unacho, hauhitaji kufundishwa, hauhitaji kwenda darasani, hauhitaji kupata madegree ili kukifanya, lakini unacho tu ndani. Kama vile ndege anazaliwa, anaanza kuruka, umbali unaweza ukawa mdogo lakini anaruka. Samaki akizaliwa, hauoni samaki akibebwa na mama yake, ni anakaa muda mchache alafu anaanza kuogelea. Hivyo hivyo hata wewe huo uwezo unao, ni muda tu wa kuujua na kutafuta. Lakini katika yote ni kufahamishe kwamba iko nguvu inayotusaidia kujua huo uwezo, na hiyo nguvu ni nguvu ya Mungu mwenyewe. Hivyo ukiwa mtu wa maombi, wa kumuomba Mungu, basi utaufahamu huo uwezo. Na kwa maneno hayo machache basi nikutakie siku njema, nikutakie baraka za Bwana, na katika kutafuta uwezo wako wa kitu ambacho kikifanya unasikia raha, basi safari yako iwe ni njema. Asante sana.